kusema hivi, kwa majina naitwa Majaliwa Bernard, ndo ambaye nitakuwa moderator wa meeting hii, na spika wetu Dr. Eric Martin atakuja kutuelezea kile ambacho tulitaka tukifikishe katika jumuiya au shirikisho letu, kwa sababu linahusisha wanafunzi wote wa Kitanzania wanaosoma China, na hali ambayo imeendelea kutokea ni changamoto wa utofauti wa mabadiliko kati ya China na Tanzania, hasa wanafunzi wanaokuja kusoma udaktari na kurudi Tanzania wakitegemea kuwa madaktari Tanzania. Kumekuwa kuna changamoto ambazo zimekuwa addressed na wengine wamekuwa wakizi experience. Kwa hiyo kamati ya afya ikaweza kutafuta muda huu kuweza kutafuta mmojawapo ambaye alisoma China na akapata nafasi ya kurudi Tanzania na akapata kupitia process zote ambazo watatupa summary katika presentation yake, na hasa ushauri na experience aliyoipitia inaweza kutusaidia au kuwasaidia wale ambao watapata nafasi kupata kuelewa au kusikiliza presentation yake nini wafanye. Na tunatambua kuna makundi matatu ya wanafunzi wa upande wa udaktari. Kuna wale waliosoma Tanzania na wamekuja kuendelea na masomo China, lakini kuna wale ambao wamesoma China wameenda kuendelea na kazi zao Tanzania, lakini kuna kundi la tatu ambao mtu alisoma China akarudi Tanzania na akaamua kurudi China kuendelea na masomo. Haya ni makundi ambayo yana experience tatu tofauti. Kwa hiyo katika kile ambacho atatuelezea presenter ndani ya dakika tatu zijazo, ataweza kutuelezea kiundani kuhusiana na yeye alichopitia na ushauri anaweza kutupatia, na pia tutaenda kupata nafasi pia katika ajenda nyingine tuliokuwa tumeandika ya testimony, ni ya mwanafunzi ambaye pia alipata nafasi ya kusoma China akaenda Tanzania na amerudi China. Na nipende tu kuwatoa hofu ya kwamba tumeamua kutafuta aliyokuwa mwanafunzi mpaka kufikia udaktari katika process hizo, lakini yuko mbele zaidi tutakuja kutafuta pia daktari ambaye ni Mtanzania aliyowapokea wanafunzi waliotoka China, ili aweze kutoa mawazo yake na experience aliyopitia katika kukutana na wanafunzi waliotoka China. What was the strength and what was the weakness, ili kutokea hapo tuweze kujiandaa, au wale wanafunzi ambao wanapenda kuja kusoma China, wamepanga kuja kusoma China, waweze kujua kitu gani wafanye, sehemu gani wapitie kutoka kwa watu mbalimbali. Na mwisho tutaenda kuangalia summary fupi kama guidance kwa wanafunzi ambao wanasoma au wataplani kuja kusoma China, vitu gani wafanye, vitu gani wapitie ambavyo vitawasaidia katika kuwarahisishia maisha yao. Yes. Basi kwa kusema hivyo, nipende kumruhusu presenter aweze kuendelea na lichotuandalia. Anaingia muda sio mrefu ili aweze kuendelea na lichotuandalia. Amerudi nyumbani kwao, yuko amebaki na chupi tu. Yaani walikuwa wamesimama, walikuwa wametoka huko mjini, wakaweka kwenye gari, wakawanyang'anya gari waliokuwa nalo. Naomba dakika moja, anaingia. Alikuwa anasema mtandao unamsumbua kidogo. Anaingia muda sio mrefu, aendelee ili atupe kile alichotuandalia. Kupiga risasi ikabidi sasa, baada ya kupiga risasi ikabidi wakawa wamekazana kupiga risasi kwa tawanyisha wale mabodaboda. Yule jamaa ndio akapata kachance pale, akaruka kwenye gari. Umeona? Akaruka kwenye gari akaondoka. Unaona?
usiku huko, katembea kwenye msitu huko, ndo karudi nyumbani. Sasa ndo anaongea hapa, anatoa ushuhuda. Hali imekuwa ni ngumu, yaani nchi sasa hivi ishaoza. Alikuwa anatoa ushuhuda sehemu gani? Kwenye nani huko, kwenye gazeti la Nipashe, amepost kwenye mitandao huko kila mahali. Nikipata nani nitakutumia. Yaani nchi inapokwenda mama huyu, yani asipoangalia, yani unajua wananchi sasa hivi wana hasira. Mimi ninachosemea sasa hivi itakuja kutokea maandamano yale sio ya kupangwa tu. Unaweza kukuta mtu tu umeitisha mkutano sijui wa watu sijui anaongea kitu gani, alafu wananchi wakalipuka hapo hapo wakakukamata wakakuchinjia baharini hapo hapo. Kwa sababu watu wana hasira Na sana. pamoja naingia sasa hivi presenter wetu ni alikuwa amepata changamoto ya mtandao. Tunajua nyumbani kidogo mambo ya mtandao yanakuwa kuna changamoto. Yes, kwa hiyo tuwe wavumilivu, ataingia na ataendelea. Tujitahidi tuweze kusikiliza alichotuandalia, na kama kutoka kuna maswali atatoa muda wa kuuliza. Bila kusahau ambaye aliandaliwa katika upande wa testimony, ataandaa tu testimony ya muda mfupi ili tuweze kwenda na muda. Lakini tunategemea kumaliza saa 4. Kwa hiyo mtu wa testimony baada ya mtu wa presentation ataweza kutoa testimony yake ya muda mfupi tu, alafu tutaendelea. Wakija polisi sasa, na mimi nimeona wamefanya jambo la maana kutoa kwenye vyombo vya habari mapema, kwa sababu polisi wangekuja wakimkamata kabla jana, wangemficha, wasingemruhusu atoke kwenye vyombo vya habari, kwa sababu hizi picha tu zitakazotoka tu, hizi picha zinaonyesha yani kila kitu kilivyotokea na pingu, ni wazi kabisa kwamba polisi wanahusika. Unaona bwana? Hayo ndio hivyo. Alikuwa ni msaidizi wa Lissu. Hali ni mbaya sana sasa hivi. Presenter karibu, Dr. Eric karibu, kama uko tayari unaweza ukaanza kupresent mpaka saa kwetu huku China ni saa 3. Kwa hiyo ikifika saa 3 dakika 35 utaweza kukamilisha, ndio muda uliopatiwa. Karibu sana. Ukiwa tayari unaweza kaendelea. Tanzania sasa hivi ndio imekuwa ni hiyo, sasa hivi ndio technique hiyo. Hello. Wanakukamata huko, wanakuua. Hello. Wanakutupa huko, wanakuzika huko polisi. Ndio tunakusikia. Watanzania watapiga. Okay, asante sana. Kwa jina naitwa Dr. Eric Martin. Nilisomea China, chuo kinaitwa Dalhousie. Na nilifanikiwa kusoma huko kwa muda wa miaka 5, nikatoka huko nikafanya utaratibu wa kuja kufanya internship, elective internship Tanzania. Na kabisa sauti yako haisikiki vizuri. Hapo je? Tunakupata vizuri. Nasema kama nilivyojitambulisha kwa majina, nilifanikiwa kusoma China, chuo cha Dalhousie. Baada ya hapo nikarudi Tanzania kuja kufanya elective pamoja na internship, na nikafanikiwa kupata leseni. Kwa hiyo niko hapa kuelezea taratibu na mchakato mzima unavyokuwepo wa mtu anapoanza huko, anapomaliza mpaka anakuja kupata leseni. Sasa kwa kuanzia ni kwamba kama tunavyojua lazima China usome kwa miaka 5, sijui hivyo vingine, lakini chuo changu mimi nilisoma kwa miaka 5. Lakini mnanisikia? No. Sauti yako inapotea. Sijajua ni mimi au kwa wengine pia kama wanapata changamoto kukusikia. Location. Tunasikia. Hapo je? Okay. Unasikika, unaweza kaendelea. Sawa. Sasa nilipomaliza ule mwaka wa 5 kidogo, of course kwa upande wetu tulikuwa kuna sintofahamu nyingi, kwa sababu ndo ilikuwa ni intake ya kwanza kuja
kurudi Tanzania baada ya kufanya masomo. Kwa hiyo mchakato kwanza tulifuatilia utaratibu upoje, kwa sababu nafikiri elective ilikuwa imeanza mwaka mmoja kabla sisi kumaliza. Kwa hiyo kwanza tulifuatilia utaratibu wa chuo chetu kinahitaji nini tukirudi Tanzania, ili wao mwisho wa siku waweze kutupa cheti. Kwa hiyo kwa maelezo ya chuo chetu walituambia kwamba inahitajika tu urudi nchini kwako kama unataka kufanyia internship nchini kwako. Kwa chuoni wao wanafahamu kama internship, lakini kwa Bongo wanafahamu kama ni elective. Kwa hiyo walisema tafuta chuo hosteli ambayo inafahamika. Hawakutaja kwa majina, lakini ni hosteli tu yoyote ambayo inafahamika. Kwa sisi kwa ufahamu wetu tulitafuta hosteli za kuanzia RRH za mkoa wote. Kwa mfano binafsi mimi nilifanyia Amana hospitali. Kuna wengine nawafahamu wakafanyia MNH mbili. Kuna wengine wakafanyia Mwananyamala. Kuna wengine waliokuwa Mwanza wakafanyia Sokoture. Kuna wengine walifanyia KSMC. Kwa hiyo ni hospitali yote yenye hadhi ya kuanzia RRH. Na chuo kingine tulichofuatilia cha msingi sana ni kwamba ili chuo waweze kutupa cheti inabidi tufanye internship kwa muda gani according to chuo chetu. Kwa mtu lazima ufuatilie kwenye chuo chako husika, kwamba sisi chuo chetu kilitupa utaratibu kwamba kwa wanaofanyia pale China wanafanya kwa muda wa wiki 52. Kwa hiyo tukapiga mahesabu pale ni mwaka. Kwa hiyo tulipomaliza mwaka wa 5, na bahati mbaya sana ilikuwa ni kipindi cha COVID, tukarudi Tanzania tukapambana kuanza kwa Tanzania ni elective sasa. Kwa hiyo nitakuwa natumia majina elective na internship. Internship nikisema intern maana yake ni chuo cha China wanataka kufahamu. Elective ni kwa Tanzania. Kwa hiyo lazima ukuwe na timing. Kwa mfano chuo chetu kinatengeneza vyeti mwezi wa 6 kwa mwezi wa 12. Kwa hiyo muda wa kurudi Tanzania kwa wale ambao watachukua kufanya internship Tanzania unamata sana, kwa sababu ukirudi mwezi wa, kwa mfano kwa chuo chetu ukirudi mwezi wa 7 au mwezi wa 8 utakuwa nje ya dirisha la kupata cheti chako. Kwa mfano kwa chuo chetu sisi mwezi wa 6 utakuwa nje ya hiyo dirisha. Kwa hiyo utasubiri cheti chako mwezi wa 12. Kwa hiyo mtu husika ukishafuatilia chuo chako anatoa lini vyeti, kama ni mwezi wa 6 na mwezi wa 12, inamaanisha inabidi uforce mazingira ya kurudi nchini kwako angalau mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 5 mwanzoni, ili uweze kufanya hiyo internship yako mwaka mzima, na mwaka unapoisha ujikute unaisha kabla ya mwezi wa 6, ili cheti chako ukipate mwezi wa 6. Baada ya hapo utakuja ukipata mwezi wa 12. Kwa mfano mimi cheti changu nilianza elective au internship nilianza mwezi wa 8. Kwa cheti changu nikaja nikakipata nikaja kumaliza internship yangu mwezi wa 7 tarehe 30. Kwa cheti changu nikakisubiri mwezi wa 12. Umeona? Tulijaribu kuwaomba chuo changu nipate cheti mwezi wa 6, lakini nilikuwa nimebakiza miezi 2. Yaani kuanzia mchakato wa kuandaa cheti mwezi wa 6 ulipofunguliwa nilikuwa nimebakiza miezi 2 mpaka chuo kitoe cheti. Wakaona ni muda mrefu sana, bora ningekuwa nimebakiza mwezi mmoja. Kwa hiyo nimesema hichi kitu nikielezee ili mtu apige hesabu hapo. Kwa hiyo nilipokuja Tanzania nikafanya internship yangu au elective kwa muda wa mwaka mmoja. Nilipomaliza hapo chuo wakatoa tangazo kwamba kwa ambao wamemaliza, walitoa tangazo kwamba vyeti vinaandaliwa. Kwa hiyo kwa ambaye amemaliza internship yake atume, wakatoa sasa vigezo wanavyovitaka. Tukaombwa barua ya hospitali husika uliofanyia internship yako au elective na idara husika. Kwa mfano internal medicine umezunguka wiki fulani, chuo chetu kilikuwa kimegawa kila idara izunguke muda gani. Kwa mfano kwa China internal medicine imegawanywa, kuna nephrology, umeona, kuna cardiology, kila kitengo China wanazunguka. Lakini kwa Tanzania ni internal medicine kwa ujumla wake.
Kwa hiyo tukachukua zile subunit ambazo China wanazunguka, sisi tukaja tukazifeed kwenye internal medicine. Kwa hiyo unaweza kukuta kwenye cheti changu kile ambacho nimekiandaa hospitali hii nipeleke chuo, nimezunguka internal medicine wiki 3, alafu idara nyingine wiki 2. Ni hii tu commit vigezo vya chuo husika. Kwa hiyo mwisho wa siku ukishamaliza rotation unabidi kupewa cheti kinachosema kwamba mwanafunzi fulani mwenye roll number fulani na passport number fulani amerotate hospitali yetu fulani kwa muda wa wiki fulani, wiki 52, ambapo katika muda huu amerotate idara fulani ya internal medicine wiki 3, labda idara ya surgery wiki 2, idara fulani wiki 2. Kwa hiyo ukija kuzihesabu zote unapata wiki zinakuwa zimetimia. Nafikiri hapo tumeelewana. Tulirotate mpaka zile subspecialty kama ophthalmology, ENT pia tulirotate. Kingine baada ya sasa ya kuchukua barua, kuna vitu tuliombwa hiyo barua, tukaombwa visa ambao tulitoka nayo China, kwa sababu wanaangalia muda ambao kutoka China na muda ambao ulirotate, ili usije ukaweka muda mapema kumbe ulikuwa bado China. Kwa hiyo tuliombwa ile page ya visa, tukaombwa pia na tuliombwa passport, tukaombwa na visa, tukaombwa na hiyo barua elective ya ninavyokumbuka haraka ndio hivyo. Nafikiri sasa tuliombwa na transcript ambao kipindi tunaondoka chuo. By the way, kipindi ambacho mimi binafsi niliondoka chuo nilikuwa nishamaliza mwaka wa masomo. Kwa hiyo nilipewa transcript yangu, nikapewa na barua of no objection. Ni kama barua ambayo inamtambulisha huyu huku Tanzania kwamba huyu mwanafunzi alishasoma na kamaliza, kwa hiyo mruhusuni. Kwa hiyo waliviomba vile. Na kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba walitaka viwe notarized. Kuna kuwa certified na kuwa notarized. Kwa hiyo ukiona tu kwa mwanasheria ukimwambia bwana mimi nataka muhuri wa notarization, yeye anaelewa. Kwa hiyo tukalipia muhuri pale, tukagongwa, alafu tukaviskani, tukavituma chuo. Chuo tulituma kwa njia gani? Kulikuwa kuna mtu maalum. Kila chuo kinakuwa kuna viongozi wanaocontrol wanafunzi. Kwa hiyo tulituma kwake. Yeye anavipokea na anakuambia hapo uko vizuri au karekebisha kitu fulani. Baada ya hapo walichukua muda kama wiki 3 hivi, kama sio 2, wa kuprocess vyeti vyako na kuwa tayari. Cheti chako kisha kuwa tayari, wanakuuliza unapokea kwa njia gani? Kuna njia 2. Wakutumie kwa njia ya hizi transportation system kama EMS au FedEx, au kama kuna mtu ambaye unamjua achukue cheti chako akuletee Tanzania. Sasa sisi tulikuwa tuna mtu kwenye chuo chetu ambaye harudi Tanzania lakini anaweza akatutumia. Kwa hiyo akaenda akavichukua kwa niaba yetu chuoni, alafu akavituma kwa kutumia FedEx. Vilivyokuja Tanzania tukaweka location ya mwenzetu mmoja ambaye tulisoma naye, yeye ndo akachukue kama mnatuma kama kikundi. Lakini kama unatuma binafsi unaweka tu taarifa zako binafsi. Vikaja vilikuwa vizuri, hamna shida yoyote. Kwa hiyo tulichukua vile cheti chetu. Muda huo kwa Tanzania nilikuwa nafahamika kama ni mwanafunzi wa elective. Unajua ni lazima ili uweze kufanya internship, lazima serikali inakulazimisha ufanye kwanza elective, alafu ndo uingie internship kwa Tanzania. Kwa hiyo na kitu pekee ambacho kilikuwa kinahitajika ambacho kinafanya tusiende internship ni nini? Ni cheti chako cha kumaliza. Kwa hiyo tupata kile cheti, tukapeleka TCU. Ukiingia kwenye page ya TCU pale wanakupa maelekezo, ni very simple. Wanakupa maelekezo, una upload vitu vyako, baada ya wiki 2 kila kitu kinakuwa tayari, unaenda kuchukua cheti chako. Kingine cha kuzingatia, it's very important kufanya vitu mapema ili MCT wanapofungua dirisha la internship na wewe umesha upload na umepata ile certificate ya TCU kwamba wanatambua degree yako na chuo chako. Kwa hiyo tuka upload vyeti vyetu, TCU wakatuita baada ya wiki 2 kupata certificate ya recognition. Basi tukaenda MCT, tuka upload vitu, waka approve, tukaingia internship. Sasa kipindi kile tunafanya kulikuwa kuna mchakato wa pre-internship ambayo ilikuwa sio lazima kufaulu, lakini marks zake zinarudi kujumlishwa na post. Kwa hiyo tukaingia internship pale, tukafanya mtihani, tukaingia internship.
Internship pale kwa of course, kama najua asilimia kubwa mpo China, changamoto zipo, mazingira ni mapya, attitude ni mpya, attitudes kwa personal attitude na attitude kwa wanafunzi wa China kwa ujumla. Lakini kwa vile tulipitia elective tayari tulikuwa tushatolewa matongotongo mengi sana, kwa hiyo ulikuwa hauingii mpya. Hiyo kidogo naweza nikasema ilisaidia sana. Kwa hiyo tukaingia internship, na kitu ambacho nilikiobserve wanafunzi ambao wametoka China wanapoingia internship, kwa kundi ambalo nilikuwa nalo mimi nilifanya internship kwa maana pale, ni wanafunzi ambao walikuwa wanajituma sana. Sijui kwa sababu ya ile pressure ambayo ilikuwepo kwamba wanafunzi wa China hawajui kitu au nini, lakini kila kinachofanyika, yani kwenye idara husika, kitu gani kifanyike, nani kafanya, unakuta ni mwanafunzi aliyetoka China. Kwa hiyo pia kwenye hospitali jaribu kutengeneza jina kwamba wanafunzi wanajituma, na of course kujituma unapata uelewa zaidi. Baada ya hapo tukafanya mtihani wetu tukamaliza internship, tukafanya mtihani wetu wa post intern. Mungu akamjalia, kuna waliofaulu at the first take, kuna waliofaulu at the second take, kuna waliofaulu at the third. Lakini hiyo does not matter, kwa sababu haimaanishi tu wanafunzi wa China ndio wanapitia changamoto za post intern. Wewe umesoma China, umesoma wapi, umesoma Tanzania, ikitokea hujajiandaa vizuri au umebahatika na hiyo changamoto, bahati mbaya, kila mtu anapitia. Kwa hiyo nimesema niliongea hilo ili niondoe hofu. Before mimi mwenyewe nilikuwa na hofu kwamba nikija Tanzania kweli nitaenda post intern nitafaulu. Unafaulu kwa sababu umefanya elective, umejifunza, umefanya internship, unafundishwa, na wewe mwenyewe unakuwa unasoma. Kwa mwisho wa siku unafanikiwa. Mpaka hapo nafikiri nimeshatoa safari jinsi ilivyo. Labda nirudishe mpira kwa facilitator Dr. Majaliwa kama kuna kingine. Asante. Maisha ya watu hayako salama. Pengine tunashawishika kusema sasa kila Mtanzania alinde roho yake. Kila Mtanzania, kwa sababu kwenye dhamana ya kulinda usalama wetu mnanipata? Tunakupata. Nashukuru sana presenter, umeweza kugusia kila kitu ambacho ni cha muhimu, na kwa wale ambao pata nafasi ya kusikia ni kweli watajifunza mengi. Basi nipende kukushukuru sana kwa muda wako, but unaweza kuwepo kwa muda mfupi kama kutakuwa kuna maswali baada ya Dr. Clinton kuweza kuelezea kwa kifupi. Yeye ni mojawapo ya mtu ambaye pia alisoma China akarudi Tanzania, akapitia process kama ulizozielezea mpaka kupata leseni, lakini akaamua kurudi China. Kwa hiyo nikamkaribisha achukue dakika 5 tu kuelezea experience aliyoipata mpaka akaamua kurudi China, na kuna tofauti gani wa yule daktari ambaye ni mwanafunzi aliyosoma China akarudi Tanzania akawa daktari, lakini pia akaamua kurudi China kuongeza elimu. Utofauti uko wapi? Yani yeye mpaka sasa hivi alipofikia ameona kuna vitu vingapi ambavyo ni vya muhimu na akaweza kutoa experience yake. Nashukuru sana presenter. Basi niweza kumkaribisha Dr. Clinton, kama huko unaweza kuwasha mic, tujitambulisha, ukachukua muda dakika 5 kuelezea kwa kifupi experience yako uliyoiona baada ya kurudi China ukiwa kama Dr. Tanzania. Karibu. Asante. Natumaini wote mnanisikia. Ndio tunakusikia. Asante kwa utambulisho. Kwa kifupi, mimi ni mmoja ambaye nimepitia process ambayo Dr. Eric ameelezea hapo juu. Baadaye nilifanya kazi Tanzania kwenye specialty ya general surgery for almost 3 years. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo niliviona kwa Bongo ambavyo tunalaki, lakini China vipo ambao ni opportunity kwetu.
moja ya vitu ambavyo niliona ni vya muhimu ambavyo vina laki bongo, kwa sababu bongo sasa hivi Tanzania bado sana tunalai katika, na naelezea kwa upande wangu wa general surgery, tunalai sana kwenye hizi nini open surgeries, hizi laparoscopic ambazo duniani hospitali nyingi ndo wanafanya na ni very popular, ambayo yani sijui nisemaje, lakini kwa bongo bado tunalai sana kwenye open surgery. Na ukisoma vyuo vya bongo ni vyuo vichache sana ambavyo, au ni hospitali chache sana ambazo zina practice hizi laparoscopic surgery, lakini kwa China huku imekuwa ni kama standard. Umeona, kwa hiyo ni gap moja hapo, lakini so far nimeona kuna baadhi ya hospitali nimeona zinajitahidi sana bongo kuweza kuintroduce hizi laparoscopic surgery, na ukicheki wataalamu wengi wa laparoscopic ni wachache mno, Kwa hiyo nilivyoona hii gap na nimeona chance huko China kuna hiyo opportunity, nikaamua nije tena kuspecialize katika general surgery, kwa sababu pia na experience ya kufanya general surgery for almost 3 years. Kwa nikaja huku kujifunza hii laparoscopic. So far huku is very, yani na shauri kwa mtu yoyote ule, hata ambaye amesoma Tanzania, amesoma China, kokote akitaka kuspecialize, yani China sio sehemu ya kuidharau, yani it's full of opportunities. Kwa kama huko laparoscopic surgery you learn so much, yani you even get that wanaita nini hizi simulators, ambao kwa bongo sijaona bado. Kwa maana yake tukigain knowledge na tukarudi nayo Tanzania, itakuwa ni big deal sana. Kwa hiyo nafikiri ni hayo tu kwa uchache ambayo naweza nikashare, kwamba naweza pia niseme kuwashauri watu wote ambao wanataka kuspecialize China. Alafu uzuri bado vyetu kutoka China vinatambulika Tanzania, bado vinatambulika vizuri tu. Ingekuwa vitambuliki ingekuwa ni tatizo jingine. Kwa hiyo bado vinatambulika, so this is a opportunity. Kwa hiyo ni hayo. Nashukuru sana. Okay. Asante. Nashukuru sana Dr. Clinton kwa testimony yako kama mmoja wa wanafunzi ambaye alisoma China akarudi Tanzania kufanikiwa kupata leseni, na umetoa experience kufanya kazi, ukaona wapi kuna gap na ukaamua kurudi China kuendeleza elimu. Na ni kweli umetoa ushauri mzuri. Kuna watu ambao wanaiongelea China ila waijui China, lakini pia kuna watu walikuwa wako China wakashindwa kuishi ndani ya China. Kwa hiyo bado tuna ile perception au mindset tofauti katika elimu, maisha na opportunity tunazoweza tukazipata kutoka China. Nakushukuru sana. Basi kwa kusema hivyo, tuende kwenye ajenda nyingine. Tukishamaliza hii ajenda itachukua muda mfupi tu, then nitakaribisha kama kutakuwa kuna maswali au kuna additional kabla ya kumaliza. Ajenda nyingine ambayo nitaintroduce mimi mwenyewe ni pointi kama 5 ambazo ni summary tu, lakini kabla sijaanza nipende kukazia kwa kile ambacho nakijua kupitia presenter Dr. Eric alichokiongelea, na hii napenda tu kuweka mkazo katika baadhi ya terminology alizokuwa akizitumia. Aliziwekea mkazo ni kwamba kuna kitu tunakiita elective na kuna kitu tunakiita internship. Ukiwa China unasoma, watakwambia ili uweze kugraduate kawaida bila kutoka China utabidi usome miaka 6, miaka 5 darasani, na ukaenda kufanya internship kwenye hospitali ambazo zipo affiliated na chuo China, na utapata degree yako, utarudi nyumbani. Huyu mtu ukirudi nyumbani na degree yake itabidi aende kufanya hizo procedure ambazo amezielezea, kwenda TCU, kwenda kujisajili MCT mpaka uweze kukubalika, cheti chako kipitiwe kikubalike, ili uweze kufanya internship ya serikali, na baada ya hapo utaendelea process nyingine. But kuna mwanafunzi ambaye amesoma China na baada ile miaka 5 ya kwanza akawa na option
either aendelee kubaki China kufanya internship au warudi Tanzania. Sasa huyu anayerudi Tanzania, chuo kinajua huyu mtu amerudi kufanya internship kwa sababu ni mwaka wake wa internship, but kwa Tanzania hawamhesabii huyu mtu anafanya internship. Ukifuata zile procedures za internship, watu wewe hawakuhesabii kama ni internship kwa sababu utakuwa umerejistiwa na serikali ya Tanzania, yani hautakuwa umepitia MCT au TCU. Wewe utarudi nyumbani, utaenda kutafuta hospitali inayotambulika na utaomba, naomba nifanye elective, watakukubalia, na by the way utalipia na ukimaliza utapewa hiyo internship certificate, utairudisha chuo, watakupa degree yako. Hapo ndio utakuwa umequalify sasa kwenda MCT na TCU kuweza kuapply ile internship ya serikali ambayo sasa utalipwa. Hicho ni kitu ambacho nitaka nikiweke sawa, kama nikiongezea zaidi. Na kwa upande wa Dr. Clinton alichokielezea ni kweli, tuna gap hasa katika upande wa technology. Yes, upande wa technology, na Tanzania kama tunavyojua, hata kama utakuwa una elimu kubwa, knowledge ya kutosha, but tunatakiwa tuelewe environment isipokuwa supportive, ni ngumu kuonyesha kile ulichonacho. Kwa hiyo hiyo pia ilikuwa ni factor moja hapo ya nahisi ya madaktari wetu wabobezi wa Tanzania ambao wanaopokea wanafunzi kutoka nje wangeweza kujua kwamba hao wanafunzi waliosoma nje wamesomea katika environment gani, ili waweze kuleta kile walichokitoa China, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo wanafunzi wanavisoma China wanavyo experience katika process za hospitali na vitu kama hivyo, lakini akirudi Tanzania itabidi aanze kusoma upya ili aweze kupita standard ya mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo ile knowledge ambayo tunaweza tukaichukulia kama opportunity standard from China inakuwa imepotea. Umetoka kusema hayo, nipende kuongezea kile ambacho nilikuwa nataka nikiseme, na kuna vitu ambavyo nilikuwa nataka kuviongelea hapa katika mwanafunzi yoyote, kwamba na kitu tunakiita GPA. Transcript za baadhi ya vyuo wanafunzi wanazopokea zinakuwa zina GPA, hata mwanafunzi hajui GPA yake inakuwaje. Sasa mtu anaweza kurudi TCU akauliza anataka kujua GPA yake. Sasa tujiulize, je, TCU itakupa GPA kwa calculate marks zako kwa formula ipi? Kwa lazima watatumia formula ya chuo chako, kwa sababu GPA kabla hujafanya equivalence lazima ujue GPA ya chuo chako. Huu ni mfano ambao nimeuweka tu. GPA lazima ujue ina calculate vipi. Kwa hiyo mwanafunzi aliyepo China unasoma, inabidi ujue GPA yako inatafutwaje na ujue GPA yako ni ngapi. Kuna baadhi ya vyuo wanafunzi ukienda kuomba imepewa deadline kwamba una wiki moja kukamilisha transcript yako hiyo na GPA, alafu wanafunzi hajui anaipata wapi, hajui inakalkuletiwa vipi. Kwa hiyo wengi wanakosa opportunity kwa sababu hawajui GPA. Ni kitu cha muhimu sana. Kingine ni degree verification. Kwa wanafunzi ambao wamesoma degree China, popote pale, simaanishi medicine, unaweza kuingia kwenye hii website nchi yote umesoma, wewe umetokea nchi yote umekuja kusoma China, taarifa zako unaweza kuziverify hapa. Kwa hiyo nimeweka hiyo website, unaweza ukaangalia kama cheti chako kipo, na umuhimu wa kuangalia cheti chako kama kimeverifyiwa kwenye hii website ni ya Wizara ya Elimu ya China. Inakusaidia pale unapoenda popote wakiwa wana doubt ya kwamba elimu yako ni elimu ipi, ni bachelor, diploma, vitu kama hivyo, wanaweza wakajiaminisha kupitia website hii. Lakini pia kuna kingine tunaita translation notarization. Kuna baadhi ya vyuo nitaelezea hii ya 3 na ya 4 inaendana. Kuna vyuo China vya aina mbili katika upande wa medicine. Huu ni mfano. Kuna vile vyuo ambavyo vinatoa elimu kwa lugha ya Kichina. Vyeti vyao wanapewa, ambao nimeiona experience ya baadhi ya vyuo, wanapewa vyeti vyao ambavyo vimeandikwa vya Kiingereza. Sasa nitaeleza vyeti vya Kiingereza. Hizo umesoma chuo ambacho ni cha Kiingereza, hizo umesoma chuo kinachotoa kwa lugha ya Kichina, vyeti vya Kichina vyote vitafanana. But katika translation kwenye kile cheti cha Kiingereza, wale ambao watakuwa wamesoma vyuo vya Kiingereza kabisa wataandikiwa wamesoma MBBS, but
Wale ambao wamesoma vyuo vya Kichina wataandikiwa clinical medicine, bachelor of clinical medicine. And in such a way, tukiangalia kwa upande wa knowledge walizosoma ni sawa, but but the difference inakuja kwenye jina kulingana na language uliyosoma. Na hii ilitokea changamoto ya wanafunzi wa graduate 2025. Wengi walitoka kwenye vyuo ambavyo viliandikwa clinical medicine. Walivyorudi Tanzania walikuwa almost mwaka bila kukubaliwa na MCT kwa sababu ya changamoto ya uelewa wa utofauti wa haya mambo mawili. Hivyo basi, kwa wale ambao walikuwa wamesoma vyuo vya Kichina na wamepata dokumenti zao kwa Kichina, unaporudi Tanzania hakuna mtu ambaye ataelewa. Lazima upite process ya translation. Ukishafanya translation, inakuwa ni paper mpya ambayo inahitaji ifanyiwe neutralization. Hizi tunaziita ni local police office ambazo zimekuwa verified na Chinese government. Pale ambapo wewe umesomea, kwa mfano kama mtu amesomea Dali, ataenda kwenye hiyo station, atafanya neutralization. Neutralize kwamba translation iliyofanyika kutoka kwenye original certificate ni authentic. Kuna kitu tunakiita certified. Mwanafunzi ambapo anarudi Tanzania na hizo dokumenti zake, anamaanisha ana original na ana hizo translated, lazima aende kwa lawyer amfanyie certified. Kuna muhuri pale mwanasheria anagongewa kabla hujapeleka kwenye institution yoyote. Kwa hiyo ni process ambazo mtu inabidi uzijue ili kuavoid rejection au maswali mengi. Kwa hiyo ni point ya 3 na 4 nimeelezea kuhusiana na utofauti wa tofauti kwa kila ambacho watu wanakisoma. Ile tofauti ni wa aina ya vyuo. Kuna vyuo vinatoa kwa lugha ya Kiingereza na vyuo vinatoa lugha ya Kichina. Wanaotoa lugha ya Kichina definitely utaandikiwa Bachelor of Clinical Medicine, na wale ambao wameandikiwa MBBS wamesoma kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo nipende tu kuwaondolea hofu kwamba Tanzania waliweza kuwakubalia wanafunzi ambao walisoma na wakaandikiwa Bachelor of Clinical Medicine, wakaelewa kwamba ni jina kwa upande wa vyuo vya Kichina, ila wamesoma the same syllabus kama MBBS. Na hii ilitokea baada ya communication za kutosha kati ya chuo, ubalozi na MCT kuweza kujiridhisha, kuangalia syllabus na kuangalia vitu ambavyo wanafunzi walikuwa wakisoma. Na cha mwisho ni transcript. Kuna baadhi ya wanafunzi wanakompare transcript za wanafunzi waliosoma the same course Tanzania na yeye aliyosoma China. Wanajaribu kukompare. Nipende kutoa ushauri. China ni China. China haijawahi kumchukua wanafunzi na kumfundisha kutokea imetoka nchi gani. China kusoma kulingana na wao walivyokuangalia. Na kingine ni kwamba nchi zetu kama Tanzania wanaelewa ulipoenda kusoma utakutana na mazingira mengine, uende kusoma vitu extra milezi ya vitu. Ndio maana tunaporudi Tanzania tunafanya internship na hatuendi kuwa madaktari moja kwa moja, hata kama tumetoka huko kama madaktari, ili tukifanya internship tuweze kufill those gaps ambazo umesoma umezimiss katika hicho kipindi chote. Okay, kwa hiyo ndio haya mambo ambayo nitakiwa niwekee mkazo kwenye semina hii, kwa sababu ni semina ya afya na kuna vitu ambavyo vinahusika nyuma ya afya katika mwanafunzi mpaka akamilike. Kwa hiyo nilitaka nivikazie. Kwa kusema haya, kwa muda huu nipende tumebakiza dakika 6, na kama kutakuwa kuna swali na ruhusu liweze kuulizwa ili tuweze kuona tunakamilishaje semina yetu. Karibuni wenye maswali, wenye mchango, wenye ushauri. Mimi na swali na mchango. Ndio, karibu. Asante. Kwanza niwashukuru kwa hii session, imenipatia maelezo fulani kidogo mazuri for future use. Asanteni sana. Jambo la pili, nimeona ni kama watu tuko wachache, na hasa undergraduate ambao maelezo mengi naona yalikuwa yanawahusu. Sijajua organizers
mlipata changamoto gani, lakini nafikiri for future session itapendeza kama labda watu watakuwa ni wengi zaidi. Nashukuru mimi huku kwangu Dr. Shalin alijitahidi kutuorganize, japo sasa hiyo ni mwitikio wa mtu binafsi, lakini nadhani wengi wanahitaji kuyajua haya ili wasije wakakutana na surprise huko mbeleni wakisharudi nyumbani. Jambo la tatu ninauliza kwa ambao wamefanya postgraduate huku China. Kuna kozi ambazo zinatolewa huku kama ni super speciality kwa kule nyumbani. Sasa sijui kama mtu akirudi kule mna experience yoyote. Kwa mfano kuna watu wanasoma pediatric endocrine, watu wanasoma pediatric neurology, kuna ambao unakuta mtu anasoma labda ni MD neurology direct. Kwa kesi kama hizo mmejaribu kufuatilia kwa MCT kwamba mtu anaporudi uhalali wa specialty hii inakuwaje? Anahesabiwa kama ni general physician au anakuwa ni super specialist? Okay. Nashukuru sana Dr. Machibia, na maswali yako ni ya muhimu sana. Okay, nitaanza na la kwanza. Ni kweli tuliona hili swala la kutokuwepo kwa watu wa kutosha, na semina ilionekana ni ya muhimu, na hatukuweza kuidentify sababu ilikuwa ni ipi kwa muda huu mfupi. Kwa hiyo tulichokifanya, tuliamua semina iendelee kwa sababu tayari tulikuwa tuna technician wetu atarekodi na ataiweka kwenye YouTube ya Tasafiki. Hii ni kuweza kufili ile gap ya watu kumiss kile kilichoongelewa au sisi kukatisha meeting kuendelea. Kwa hiyo ni kweli tutajitahidi kuhakikisha semina zijazo watu wanaingia wa kutosha, na semina hii iliyofanyika leo japo watu ni wachache, but kilichoandaliwa kitakuwepo YouTube kwa wale ambao hawatakuwepo watafuatilia. Na swali lingine la mwisho ulioulizia, ni kweli waliokuja kutoa presentation, semina hii ilikuwa ina step tatu. Step ya kwanza ilikuwa ni kutafuta wale wanafunzi waliosoma na kurudi Tanzania mpaka kupata leseni, na itwaye kitakayofuata, semina itakayofuata ya mwendelezo ni semina nilikuwa nimeeleza mwanzoni kama ulikuwa hujaingia, ni ya kumtafuta dokta hospitali yoyote ambaye aliwakutana wanafunzi kuelezea experience ya kile ambacho wanafunzi wanakuja nacho, what the strengths, what the weakness. Na cha tatu tutaenda moja kwa moja MCT, kwa sababu tunaamini MCT wale ni watu ambao wana connect kwamba umetoka China unakuja kwenye nchi yako. Kwa hiyo nahisi watakuwa na experience zaidi na ushauri. Kwa hiyo kuna hizo ngazi za semina zitakavyoendelea, kwamba sasa hivi tumeanza na wanafunzi kutoa ile in-ground experience, but tutaenda kupata experience kwa madaktari, tutaenda kupata experience kwa viongozi kutoka TCU. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuweza kufanikisha hilo. Asante. Nina concern moja hivi ilikuja kwangu mwaka jana. Kuna wanafunzi wawili ambao walihitimu wakaenda nyumbani, walikuwa wanasoma masters of nini in pediatrics, masuala ya huduma za watoto wadogo. Sasa inaonekana jina la hiyo course kwa huku ni tofauti na inavyotambulika duniani au inavyotambulika Tanzania. Kwa hiyo ikawa wanawapa shida kutambulika kwenye bodi ya madaktari kule nyumbani. Lakini baada ya kusuluhisha kupitia kwa ubalozi, wakaambiwa tu kwamba wafanye application kwenye mfumo wenu wa kidaktari. Mmoja amekubaliwa, mwingine hajakubaliwa.
Sasa sijajua yani vigezo huwa ni nini, ili kama anashauri mtu ni mshauri vilivyo, kwa sababu sio kada yangu. Lakini pia kuhusiana na ushauri wowote mnaoweza mkatoa kwa ajili ya ifaidishe kamati ya elimu kwa ajili ya kuwaelimisha watu kwa mwaka kesho watakao kuwa wana apply huku, hasa kozi za kidaktari. Kama kuna ushauri maalum ambao mnaweza mkatoa kwa ajili ya kozi za aina hiyo, ili wawe waangalifu, waangalie kozi ambazo zinatambulika nyumbani, hasa kwa watu ambao wanatarajia wakitoka wakimaliza kusoma waende nyumbani wakafanyie kazi nyumbani. Ndo concern zangu, sijajua kama labda zilijibiwa, maana device ilinisumbua kuingia. Kama nimesikika ni hizo concern zangu mbili. Asanteni. Sisi kile Ijumaa tukiwa mjini wote hapa. Mimi na Kaima nimerudi, mnanipata tunakusikia. Tunapata, mimi nakupata. Msame kidogo hapa, mtandao ulipata shida, upepo mwingi China. Sasa naam, pole. Kabla sijajibu hii concern, ningependa kuelewa kama jibu langu la kwanza nilikuwa natoa ufafanuzi kama nilisikika. Sio umesikika ukaishilia katikati. Okay, ngoja nitasummarize tena kwamba sasa nilikuwa nahisi ilikatika kwenye topic ya pili, yani mada yake ya pili alikuwa ameuliza Dr. Machibia kuhusiana na vipi mtu anayekuja kusoma kozi ambayo labda ikamletea shida Tanzania, utaratibu ni upi. Ndio maana nikasema semina hizi zilikuwa zimepangiliwa katika ngazi tatu. Ngazi ya kwanza ilikuwa ni kuhusisha mwanafunzi alio experience, yani alikuwa na ile ground experience ya kwamba alisoma China akarudi Tanzania akapitia process zote mpaka kuwa daktari. Semina itakayofuata ambayo ni ngazi ya pili itakuwa ni kuhusisha daktari yote ambaye aliwapokea wanafunzi waliosoma China, ili aweze kutoa ile experience yake kuhusiana na wanafunzi aliwaonaje. Na ngazi ya tatu tulitaka tutafute kiongozi yote kutoka MCT, yeye atakayekuja kuleta utaratibu wa maswali specific kama lililoulizwa. Je, huyu mtu aliyosoma hivi akirudi Tanzania itabidi afanyeje? Tanzania watamtreat kama nani? Au anavyoenda China asome nini? Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho nilikuwa natoa majibu ule muda kabla mtandao wangu haujaleta shida. Kwa hiyo Dr. Machibia, kama unaendelea kunisikia, huo ndio utaratibu ambao naweza nikakupatia kwa sasa hivi bila kuwa na majibu ya moja kwa moja ya kwamba kozi gani, type gani ya kozi na vitu kama hivyo inakubalika au haikubaliki kwa Tanzania. Hii tutaipata katika semina zitakazoandaliwa muda ujao. Asante. Okay. Nikija katika upande wa muuliza swali, ni kweli ndio muendelezo wa hizi semina ilikuwa pia inatusaidia katika kujua wanafunzi waliopata matatizo kama ulivyoelezea, na umeweza kutoa ushuhuda mzuri wa kwamba kuna wanafunzi walikuja kuuliza. Ni kweli kuna sintofahamu katika pande zote mbili. Ya kwanza ni upande wa nyumbani. Hata hawa wanafunzi waliopata changamoto 2025 wale graduate 2025 wamekuja kukaa mwaka ndio kuja kukubaliwa. Changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Ilikuwa ni kubwa kwa sababu China walikuwa wamewapa wanafunzi vyeti na title za walichokisomea, lakini Tanzania katika system zetu za nyumbani hicho kitu hakipo. Kwa hiyo hata hii nilikupa mfano wa Bachelor of Clinical Medicine Tanzania, huyu mtu alikuwa aaminiki kama msoma degree ya medicine kama mtu wa medicine. Kwa hiyo kilichofanyika, hata kama wanafunzi waliapply wakaonyesha vigezo vyao, kilichotumika chuo kiliombwa na MCT kupitia ubalozi waweze kutoa utaratibu au kuonyesha syllabus kwamba kama jina ni tofauti hiyo waelewe, but huyu mtu kweli wajiridhishe huyu mtu amesoma kile ambacho wale wengine ambao wanakubalika walikisoma. Kwa hiyo chuo kilijiridhisha kwa kutoa majibu hayo na kutoa syllabus na vitu kama hivyo kwenda MCT, na wakakubaliwa wote. Vilikuwa ni vyuo viwili, wakakubaliwa wote. Sasa kwa ushauri ninashindwa kutoa ushauri wa uhakika katika hili swala la
baadhi ya wanafunzi, kwa sababu kuna wanafunzi wanaomaliza undergraduate inakuwa ni kundi la wanafunzi wengi. Kwa hiyo solution ya mwanafunzi mmoja inakuwa imesolve wanafunzi wote, but wanaokuja kusoma hizi course zingine za postgraduate, PhD au specialist, unakuta ni more specific, unakuta tatizo lake ni la kwake peke yake. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kupata reference ya solution iliyopatikana kwake ikamsaidie mtu mwingine. Kwa hiyo ninachohisi ni kwamba tutaweza kupata haya majibu vizuri kutoka kwa kiongozi atakayepatikana kutoka MCT, na itatusaidia pia kama ulivyosema hii kamati ya elimu pale ambapo watakuwa wakiwaandaa wanafunzi katika hizi semina zinazokuja, ili waweze kuwaelezea vizuri jinsi gani ya kuchagua kozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nipende kulichukua hilo, mwenyekiti wa TASAFI, nipende kulichukua hilo na nitaliwasilisha kwenye kamati husika ili wao waweze kujua wanajipangaje katika kutafuta watu wenye uwezo kutoa instruction vizuri katika semina zetu hapo mbele. Asante mwenyekiti. Jamani, muda wetu umeenda. Karibuni, kama kutakuwa kuna maswali, nyongeza, mapendekezo, ushauri, tuweze kujifunza kwa pamoja na kukamilisha. Mimi nina kimoja. Ndio, karibu. Nimewatumia hapo kwenye chat box, kuna link ya sasa hivi ya MCT. Imebadilishwa kuanzia February. Kwa hiyo sasa hivi wamesema ni high practitioner something. So mnaweza mkaichukua ili mkiwa mna apply kwa ajili ya provisional registration kwa ajili ya internship, muweze kuapply kwenye the right channel. Asante. Nashukuru sana. Karibuni wengine, hizi dakika 3 kabla na robo tuweze kukamilisha.